Bwana Yesu apewe sifa. Watoto wa Mungu, tunaendelea kujifunza kwa habari ya kuponywa, kwa habari ya kuponywa. Kuponywa kunaanza ndani ya moyo wako. Uponyaji unaanzia ndani yako. Imani yoyote ya uponyaji, kufunguliwa, kuwa huru kwenye maisha, kwenye huduma, kwenye uchumi, kunaanzia ndani yako. Amen. Kunaanzia ndani ya moyo wako ulio nao. Kumza kwa habari ya uponyaji wa fikra zetu. Amen. Sema amen. Sasa kama nilivyosema, kuna mambo mengi yasiyofurahisha katika mazingira yetu, lakini si jambo la lazima mambo hayo yatawale fikra zetu. Amen. Kuna mambo mengi sana yanayofurahisha kwenye jamii, lakini sio lazima hayo mambo yatawale akili yako au yatawale moyo wako, kwa sababu yatajikuta yanakubadilishia maisha, yanabadilisha. Unaanza kuishi tofauti na Mungu jinsi alivyokukusudia. Unajua, kwenye maisha Mungu, kila mtu amemcholea ramani yake nzuri. Kila mtu Mungu amemcholea. Kwa wale ambao wanaofikia malengo mazuri katika maisha yao ni wale walioweza kujitawala, kutawala akili zao. Sasa ndio maana Mungu hajakuumba wewe kuteseka. Mungu hajakuumba wewe kuwa na shida. Hapana. Ilo utakapoweza kujisimamia na kujitawala ni swala la muda tu. Mazingira yasibadilishe maisha yako, akili yako, moyo wako na imani yako. Kila bonde, kwenye bonde, Biblia inasema kwenye Zaburi ile 23 mstari wa 4 na kuendelea, nijapopita kwenye bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya, gongo lako na fimbo yako vinanifariji. Kwa mazingira, ugumu, changamoto zisibadilishe fikra yako, akili yako, kwa sababu mazingira ni mengi yako mabaya, mazuri, ya starehe na kadhalika. Sasa ndio maana tunajifunza habari ya kuponywa kwa akili zetu, mioyo yetu na fikra zetu. Then tukimaliza hapo, tutaendelea kujifunza adui wa maisha yako ni nani. Tunaendelea, lakini si lazima mambo hayo yatawale fikra zetu, mazingira au mambo hayo yatawale fikra zako. Ngoja mimi nikupe mfano. Mimi nimekuwa na watu wanaovuta bangi, nimekaa nao, tumeshinda nao kwenye chumba, unaona, lakini sikuwahi kujaribu. Nimeishi kwa watu wanaovuta masigara, nimeishi kwa kila aina ya maisha unaojua wewe, nimeishi, lakini sikuwahi kuwa kushiriki kati ya mambo hayo yote. Kwa nini? Utakapoweza kuitawala akili yako, maana yake ndiyo chanzo kizuri sana. Amen. Kwa hiyo hatukuumbwa dhaifu kiasi cha kutoweza kutawala fikra zetu. Wewe sio mdhaifu, wewe sio goigoi, umeumbwa kabisa. Mungu anajua. Wakati Mungu anaumba Adamu, anampa ule mti wa matunda wa mema na ujuzi na mabaya, alijua kabisa amempa akili, alijua kabisa amempa ufahamu wa kujitawala, wa kutawala akili yake ya ndani, nje na akili ya nje iliyotoka kwa Shetani. Sasa ndio maana mazingira ndio huwa yanaweza kumwakilisha Shetani, kuwakilisha mapepo, majini. Unaona, ndio maana kuna mapepo ya maeneo, mapepo ya mazingira. Sasa ndio maana ukiweza kutawala mahali popote, ukaitawala akili yako, popote utakapoingia, huwezi ukanaswa, ukageuzwa ufahamu wako. Sasa Mungu amekuumba wewe na uwezo wa kutawala fikra zako. Mungu ndivyo alivyokuumba. Biblia inasema hivyo. Tatizo ni kuwa na hujajua unao uwezo huo, na hujajua jinsi ya kutumia hiyo fursa uliokirimiwa na Mungu. Hivyo unajiruhusu kuwa mtumwa wa mawazo yako, badala ya wewe kuwa na dereva wa mawazo yako na mshika usukani wa fikra zako na kujiongoza unakotoka wewe, unavyotaka wewe. Unaona, wewe unao uwezo, unayo nguvu, unayo akili. Shida ni kujua, shida ni kugundua. Utakapogundua sasa, badala ya wewe kuwa dereva mawazo yako,
kutawaliwa akili yako, utaanza kujitawala. Umeona, unapozungumza kujitawala, unajua mtu huwa anaamua mambo mazuri ila ile akili nyingine. Ndio maana jichunguze, ndani yako una mawazo mawili. Kuna wazo litakwambia nenda, kuna wazo lingine litakwambia usiende. Kuna wazo litakwambia fanya, lingine litakwambia usifanye. Kwa hiyo una hisia mbili, ila uwezo wa kuitawala sasa, kutawala fikra zako, kutawala mawazo yako na kushika usukani wa fikra zako na kujiongoza, umeona, unavyotaka wewe, sio wanavyotaka watu wengine, sio inavyotaka dunia, unavyotaka wewe na Mungu anavyotaka. Amen. Kwa hiyo mawazo ni uchaguzi, mawazo ni maamuzi. Kwa hiyo ingekuwa mawazo sio uchaguzi, tungekuwa watumwa wa kuandikiwa. Kwa mawazo ni uchaguzi. Amen. Kwa kumbuka, umeumbwa kwa mfano wa Mungu na sura ya Mungu. Mwanzo sura ile ya kwanza na mstari ule wa 26, na tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu, wakatawale. Ona, unapozungumza mfano na sura, hii ni ile akili. Kwa hiyo wewe unaitwa mtawala, wakatawale, ili utawale, hata kuutawala ulimwengu wa roho, ulimwengu usioonekana. Ulimwengu lazima kwanza wewe uweze kuwa na uwezo wa kutawala akili yako, mawazo yako. Umeona, kwa sababu wewe ni mtawala. Lakini ukiruhusu ukosefu wa ufahamu ukugubike, utatawaliwa fikra zako na imani mbalimbali zisizo sahihi. Utatawaliwa imani. Kuna imani za kujengewa, tunaita mapokeo. Unapokea kutoka, sio kwa baba, kwa watu. Kwa utajikuta ni mtumwa, na hali wewe kuzitawala fikra zako, halafu utaishi maisha yasiyo furaha, maisha ya utumwa, maisha sio yako. Kuna watu wanaishi maisha sio yao. Sasa ni mbaya sana, ni mbaya sana. Maisha ya kuamuliwa ni mbaya sana. Unaona? Kwa unao uwezo wa kutawala fikra zako, unao. Biblia inasema tukiangusha ngome na kuteka nyara fikra ipate kumtii Kristo. Neno la Mungu lisingekupa jukumu la kuteka nyara fikra na kuangusha ngome ya mawazo. Maana yake tumepewa hiyo. Sisi ndio, wewe ndio ufanye, usifanye. Wewe ndio uteke fikra, uteke akili yako, uteke moyo wako, uteke maamuzi yako, ili yamtii Kristo, yalitii neno. Kama tusingelikuwa na uwezo huo na jukumu hilo, ukitumia vitendea kazi mbalimbali unavyopewa na Mungu, kama unavyozidi kuona mbele. Ndio maana soma neno. Kadri unaposoma neno, akili yako, maamuzi yako, utendaji wako, kutenda kunaanza kubadilika. Kwa unawajibika na mawazo yako. Mungu hata kuhesabia hatia juu ya athari, juu ya mawazo yako. Wewe ndio unawajibika. Mungu hataweza kukuhesabia. Ukiharibikiwa ni wewe, ukishindwa ni wewe, ukifa ni wewe. Mungu hawajibiki. Na katika maisha yako kwa ujumla, hii ni kwa sababu amekuumba wewe, una uwezo wa kutosha, kwa hiyo wa kuitawala akili yako, fikra zako. Kwa hiyo itakusaidia wewe fikra zako. Hii ndilo hasa lengo la kitabu, lengo sasa la somo hili zuri kwa habari ya kutawala fikra, kutawala moyo, kutawala akili yako. Mungu akubariki, amani iwe kwako. Ndio maana Biblia inasema kwamba sisi ni washindi na zaidi ya kushinda. Kwa hiyo imani yetu. Kwa endelea kufuatilia hili. Wewe sio mtu wa kushindwa, wewe ni mtu wa kushinda kwenye kila idara na kila eneo. Mungu akubariki, amani iwe kwako. Amen.